Haleluya. Karibuni tena somo jingine. Tunajifunza somo linalosema Mungu mwenye nguvu. Somo letu lina kichwa cha habari kinachosema Mungu mwenye nguvu. Wapendwa, hebu tuangalie katika kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Mungu mwenye nguvu. Biblia inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, 1, Mungu mwenye nguvu, 2, Baba wa milele, 3, Mfalme wa amani. Haleluya. Wapendwa, hayo ndio majina ambayo mtumishi wa Mungu Nabii Isaya alionyeshwa. Wapendwa, haya majina manne yaliyotabiriwa na mtumishi wa Mungu Isaya ndiyo yanayothibitisha uungu wa Bwana Yesu Kristo. Ndiyo yanathibitisha uungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Namba 1, tuone mshauri wa ajabu. Wapendwa, kuhusu mshauri wa ajabu, duniani tuna washauri wa aina mbalimbali. Wapendwa, nimeandika hivi: duniani tuna washauri wa aina mbalimbali kutokana na elimu zao, uzoefu wao, wengine umri wao. Wapo tayari kutupa ushauri wa nyanja mbalimbali. Wanaweza kutupa ushauri wa nyanja mbalimbali, lakini yupo mmoja aliye mshauri wa ajabu kupita wote. Wako wasomi, wako wengine kwa umri wao, lakini huyu mmoja ni mshauri ambaye tofauti na wengine. Ushauri wake ni wenye thamani kupita wote, kwa kuwa ni wa mwili na roho, tena unatuwezesha kurithi ufalme wa mbinguni. Unaona tofauti ya ushauri wake? Ushauri wake ni wa mwili na roho, lakini ushauri wa hao wengine unashughulikia upande mmoja tu, mwili. Ndio maana anaitwa mshauri wa ajabu. Ushauri wake sio kama mwanadamu unaobadilika, ni ushauri unaotuletea uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, Mungu mwenye nguvu. Neno nguvu limeandikwa mara 660 ndani ya Biblia. Nguvu. Wapenda, nguvu ni nishati. Wenzetu wanaita power. Mungu mwenye nguvu zote, the Almighty God. Hakuna nguvu inayozidi nguvu ya Mungu, wapendwa. Hakuna nguvu inayozidi nguvu ya Mungu, hasa kwa sababu yeye mwanzilishi wa kila kinachoonekana na kisichoonekana. Aliumba vitu vyote bila maandalizi, wapendwa. Wewe kama wanadamu huwezi kujenga nyumba bila kuandaa vifaa, bila kuandaa malighafi, huwezi. Lakini Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, alianza creation, alianza uumbaji bila kufanya maandalizi, kwa sababu yeye ni the Almighty God. Yeye ni Mungu mwenye nguvu, yeye ni Mungu mwenye uwezo wote. Yeye aliumba kwa kutamka tu. Waebrania 11 mstari wa 3, Biblia inasema hivi: kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Sikilize, kumbe hata vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Ndipo nikasema, ukitaka kujenga nyumba, utaandaa mabati, utaandaa sementi, utaandaa nondo, utaandaa vitu chungu mzima, saruji utaiandaa, na utaandaa misumari, utaweka vitu tofauti kwa ajili ya ujenzi. Lakini Mungu mwenye nguvu hakuandaa chochote. Wapenda, nikifika hapo najaribu kufikiria jinsi gani wanadamu hufika mahali tukawa na kiburi. Mtu anaweza kuwa na kiburi kwa sababu ya mali zake nyingi, labda ana nyumba nzuri, labda ana gari nzuri, labda wapendwa, kwa kuwa vitu vyote vimeumba kutokana na vitu visivyo dhahiri. Gari nzuri sio kitu mbele za Mungu. Nyumba nzuri sio kitu mbele za Mungu. Vyovyote vile, hata uzuri wako wewe sio kitu mbele za Mungu, kwa sababu wewe na vitu vyako vyote hivyo ambavyo unajivunia viliumba kutokana na vitu visivyo dhahiri. Mara nyingine mwanadamu anaweza akasema, tazama, mimi ni wa thamani kwa sababu vitu vyote Mungu aliviumba kwa kutamka. Alitamka vikawepo, alitamka. Lakini ilipofika wakati wa kunitengeneza mimi mwanadamu, alisema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Akanifinyanga, alikamfinyanga Adam kutoka kwenye udongo wa mfinyanzi. Kwa hiyo kama wengine wote alitamka, lakini mimi alini create kwa kuniumba, kwamba mimi na thamani sana. Wapendwa, nikwambie, mimi sina thamani na wewe huna thamani. Huna thamani kuliko chochote kile. Huna thamani kuliko ubao, kuliko meza, kuliko jiti, kuliko chochote kile ambacho kiliumbwa. Kwa sababu kumbe kama mwanadamu ametokana na udongo, lakini
Mungu alisema na iwepo ardhi, na ardhi ikawepo. Maanake uwepo udongo na udongo ukawepo. Kwa hiyo udongo nao uliumbwa bila kitu chochote cha asili. Udongo nao uliumbwa kwa kutamka, lakini ukaja ukaumbwa kwa kufinyanga, lakini kutokana na udongo ule ule. Kwa hiyo wewe huna thamani zaidi kuliko vitu vingine vyote. Kama gari lako zuri limeumbwa na wewe mwanadamu, umelitengeneza hilo gari kutokana na vitu visivyo dhahiri. Labda ulitumia vyuma, ulitumia mbao, ulitumia chochote kile, ulitumia nywaya, ambavyo vitu vyote vimetokana na vitu visivyo dhahiri. Kwa hiyo gari lako si kitu, wala nyumba yako si kitu, lakini Mungu wetu anabaki kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunapaswa kumheshimu sana Mungu wetu, maana mara nyingine mwanadamu anaweza kujithamanisha kama nilivyosema, lakini hebu tuangalie, yeye ni Baba wa milele. Yeye ni Baba wa milele. Nabii Isaya alitoa unabii ya kwamba huyo atakayezaliwa atakuwa ni Baba wa milele. Neno baba maana yake tegemeo, B mtegemezaji, C tarajio, D wa milele. Wapendwa, baba ninayohitaji hapa ni B ya herufi kubwa. Maana yake tegemeo, mtegemezaji, tarajio, tena wa milele. Wapendwa, kuna tofauti kati ya neno daima na neno milele. Wapendwa, daima ina mwanzo lakini haina mwisho. Milele haina mwanzo wala haina mwisho. Kwa hiyo Mungu wetu ni wa milele, lakini mwanadamu ni wa daima kwa sababu alikuwa na mwanzo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu alitabiriwa kuwa si baba kwa Waisraeli tu, bali kwa dunia nzima. Tunapomtaja Mungu Baba, sio kwamba Mungu ni mwanamume, la, bali anaitwa Mungu Baba kwa sababu tumeona tafsiri ya neno baba ambayo inaanza na herufi kubwa kama ifuatavyo: tegemeo, mtegemezaji, tarajio, wa milele. Wapendwa, ndio maana mara nyingi huwashauri watu wanapoandika barua, unapomwandikia baba yako barua, usimwandike baba yako herufi ya kwanza ukaweka capital letter, ukaweka herufi kubwa. Mwandikie baba ya herufi ndogo, kwa sababu yeye ni baba, ni mwanadamu. Habebi haya majina manne, tafsiri nne za baba wa herufi kubwa, ambao ni tegemeo, mtegemezaji, tarajio na wa milele. Baba yako huyo aliyekuzaa sio wa milele, ni wa daima. Baba anayetajwa hapa ni baba anayeandikwa kwa herufi kubwa, ambaye ni wa milele. Baba zetu wa kimwili kama nilivyosema wanaandikwa kwa herufi ndogo ya mwanzo. Hata ndani ya Biblia ukikuta palipoandikwa baba inayoanza na herufi kubwa, ujue huyo ni Mungu aliye hai. Ukikuta inaanza na herufi kubwa, ujue ni Mungu aliye hai. Ndio maana ninashangazwa na mitume na manabii na wachungaji wanadai Bwana Yesu sio Mungu. Ni kama hawajasoma andiko hili la Isaya 9:6. Mimi nafikiri hawajasoma wale, kwa sababu kama wangesoma andiko hilo lingewekea wazi pointi 4 kwamba yeye ni mshauri wa ajabu, yeye ni Mungu mwenye nguvu, yeye ni Baba wa milele, yeye ni Wapendwa, nani anasema kuwa Yesu Kristo si Mungu? Napata shida sana, hasa napofika na mkuta mchungaji, mtume, nabii amefanya kazi zaidi ya miaka 20, tena anadai ametoka na chuo, anakuambia Yesu ni mwanadamu. Literally Yesu ni mwanadamu, sio mwana wa Mungu wala sio Mungu. Lakini je, andiko katika Isaya amelisoma? Lakini Bwana wahurumie sana. Wapendwa, tunapomtaja Mungu Baba kama nilivyosema, sio kama ni mwanaume au mwanamke, lakini hizi sifa ndizo zinazombeba kuwa baba, kuwa wa milele, kuwa tegemeo, yeye kuwa tarajio. Ndugu zangu, tuangalie katika pointi ya mwisho hii kuhusu mfalme wa amani. Wapendwa, anataja kama mfalme wa amani. Mfalme ni kiongozi mkuu wa eneo asiyechaguliwa, wapendwa, na uongozi wake hauna mwisho, bali akifa mwanaye wa kike au wa kiume ndiye anayerithi. Anakabidhiwa ufalme husika. Kwa kuwa Mungu ni wa milele, au ni tofauti na wanadamu wanaorithishana. Yesu Kristo ni Mungu kwa sababu ndiye aliyetabiriwa na nabii Isaya kuwa atakuja kuwa mfalme wa amani milele. Wapendwa, haleluya! Amani, wapendwa, kwa Kiebrania husemwa shalom. Amani husemwa kama shalom, na anaposalimiwa mtu shalom hujibu shalom, yani amani, amani. Wapendwa, anayemwamini Mungu wa amani anapaswa kuwa na amani katika nyanja zifuatazo. 1, amani katika ndoa kama ameoa au kuolewa. Amani
na majirani, amani na familia. Wapendwa, huyu mtu anayesema Bwana Yesu asifiwe anatakiwa awe na amani katika ndoa kama ameoa au kuolewa. Anatakiwa awe na amani na majirani. Anatakiwa tena awe na amani katika familia nzima. Tuanze na amani katika ndoa. Aliyeokoka ana amani katika ndoa. Wapo Wakristo wanaoonekana kwa nje wana amani, lakini ndoa zinawaka moto, wapendwa. Kuna wanaume wasiotaka mke ajue mapato yake au mapato yake yote. Wake vivyo hivyo, hasa kama ana ajira au anafanya biashara. Wapendwa, kama tunasema Bwana Yesu asifiwe, ndoa zetu zinapaswa kuwa na amani. Wanapaswa wajue mshahara wetu, wanapaswa wajue kile tunachokipata. Wapendwa, hasa kama ana ajira au ana biashara. Mara nyingi kina mama wanakuwa wagumu sana. Hapo hapana shalom kama uwazi haupo. Kuna ndoa ambazo pamoja na kukiri wokovu bado wanahesabiana makosa. Wengine huorodhesha makosa. Wengine hata wao wanakuwa na daftari la kuandika, leo amenikosea hili, tarehe fulani amenikosea. Wapendwa, ni hatari sana. Mtu anayeorodhesha makosa, mume au mke katika ndoa, ndipo huwa inapeleka kuuana. Kwa sababu yale makosa yanapoorodheshwa mpaka yanafika yanakuwa mlima, na yanapozidi kulimbikizana na kuorodheshwa, matukio mabaya yanaweza katokea mpaka watu wakashangaa, na wewe mhusika ulioandika orodha mpaka ukashangaa. Wengine wanasema hili ni kosa la kwanza, hili ni kosa la pili, hili umeleta kosa la tatu. Wapendwa, likifika la 4 ni hatari hata kuweza kuleta mauaji, wapendwa, kwani makosa huongezeka na kupanda kama mlima. Matokeo yake huachana au mauaji. Amani na familia. Baba na mama wanatakiwa kushirikiana kwenye kila maamuzi. Kila mmoja ajue mapato ya mwenzake. Wazazi waoneshe upendo sawa kwa watoto wote, wa kiume na wa kike. Baba na mama wasikaripiane mbele za watoto. Waongee kwa sauti ya upole. Waongee kwa sauti ya upole. Wapendwa, hebu tumalizie kuona amani na majirani. Tafuta kuwa na amani na watu wote. Mwandishi wa Waebrania amesema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Aya kwa moyo, ukifanikiwa kuitengeneza amani hiyo, kwa kweli umemaliza yote. Kwa somo hili tumeona ukweli kuwa, wapendwa, Yesu Kristo ni Mungu, na asitokee mtu yoyote kukubabaisha. Akikuletea maneno, mpeleke katika Isaya 9:6 ambayo itakutajia mambo makuu 4 ya tafsiri ya huyo mwana atakayezaliwa. Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Mungu akubariki sana. Amen.